Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Jumanne Machi 18 mwaka 2025 kimetoa siri kuhusiana na mkutano wao na msajili wa vyama vya siasa nchini. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, kimemweleza msajili wa vyama vya siasa kuhusiana na msimamo wao wa no reform no election unaolenga kushinikiza mageuzi makubwa ya mifumo ya uchaguzi nchini. Mnyika amesema katika mazungumzo yao na msajili wa vyama vya siasa Jaji Mutungi wamemweleza kwamba endapo mageuzi hayo hayatafanyika basi chama hicho kimejipanga kuzuia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Akizungumza na wanahabari nje ya viunga vya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa muda mfupi baada ya kutoka kwenye ofisi hizo, Mnyika amesema viongozi wa chama hicho wamelazimika kufika kwenye ofisi hizo kufuatia wito waliopokea hivi karibuni, ambao pamoja na mambo mengine uliwataka kufika hapo ili kueleza wanamaanisha nini wanaposema no reform no election. Kupitia kikao kilichochukua zaidi ya saa 4, Mnyika amesema viongozi wa chama hicho wameieleza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kuwa kauli hiyo hawajaitoa kwa bahati mbaya, kwani kwa muda mrefu nchini kumeshuhudiwa chaguzi ambazo zisizokuwa huru na haki, zisizoheshimu maoni ya wananchi wanayoyatoa kupitia masanduku ya kura, na kwamba mara zote imeelezwa na wadau mbalimbali kuwa suluhisho ni kufanyika kwa mageuzi ya mifumo ya uchaguzi, ikiwemo kupatikana na katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, jambo ambalo limeonekana kupigwa chenga na watawala. Sisi tunaamini baada ya kutuita na sisi kuitikia wito wao, sasa wanapaswa kuyachukulia kwa uzito tuliowaeleza, ili na wao ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wawe na mchango kama wadau wengine tuliokutana nao. Mchango wa kuwezesha kufanyika mageuzi na mabadiliko kabla ya uchaguzi mwaka 2025. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election, amesema Mnyika. Hata hivyo, Mnyika amesema taasisi hizo mbili, Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, baada ya kikao hicho wanatarajia kukutana tena hivi karibuni kwa muendelezo wa mazungumzo hayo. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, STN TV_TZ. Msomaji wako ni mimi Ikram Hussein.